Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, leo tumedondoka gym ambapo Mudi Mnyama anafanya mazoezi na of course mwamba ukimwangalia mwili wake umejengeka vizuri sana. Naamini kuna watu wengi sana huko mtaani wanatamani kuwa na body kama la Mudi Mnyama, na discipline ndio ambayo imemfanya Mudi Mnyama afike hapa. Ukitazama hizi video unaweza ukaona mwamba namna gani amejengeka na mazoezi aina gani ambayo anafanya, na mara nyingi mimi huwa natembelea page yake, huwa naangalia namna ambavyo anajaribu kuwa inspire vijana wafanye mazoezi na vitu kama hivyo. Lakini pia na mwamba ni mfanya biashara pia, tukiachana na mazoezi kuwa bodyguard, kuna biashara zake ambazo yeye anazifanya. Niko naye hapa kama ambavyo unaweza kutazama, mwili nyumba. Mimi bwana nikimwangaliaga Mudi waga natamani na mimi niwe kama yeye, na ninasemaga kila siku ningekuwa na mwili kama Mudi mimi mazoezi naacha. Yaani niteseke na body lote ile, ndugu yangu. My brother, mambo vipi? Poa, inakuaje baba? Mzuka mwingi sana. Bwana hongera kwanza, juzi hapa umesherehekea birthday yako. Asante sana bwana, kweli tumesherehekea. Nilishangaa kuona Mudi Mnyama alikuwaga asherehekei kabisa birthdays. Kwa nini? Ni kweli hilo swala ambalo hata mimi mwenyewe waga nikaja kujiuliza baadaye sana kwamba kwa nini inakuwa hivi, kutokana na nini, na mazingira jinsi nilivyokulia, yani makuzi. Sisi tumelelewa mazingira magumu, yani ya kikushi sana. Kwa maana mimi naanza kujitegemea toka darasa la 5 la 4. Niko dogo sana. Kwa najua maisha. Kwa mpaka darasa la 7 ile hapa nakimbizana, lakini niko nahudumia familia. Kwa maana hiyo, yani namna gani nilikuwa na roho ngumu. Kwa hiyo sikupata mapenzi yale. Na maswala kama haya kusherehekea siku za kuzaliwa, maana mtoto anaandaliwa toka zamani. Lakini wengine wanakuja kuipata juu baada ya kuwa na elimu. Bwana kumbe kuna kuzaliwa, lakini pia kuna kuoa, lakini pia kuna kufa, lakini pia kuna zile siku za kuzaliwa, zile siku za kusherehekea na kufurahi. Kwa siku fulani nilikuwa sehemu fulani kumwomba Mungu kwamba nimeongeza namba nyingine moja, asante Mungu kuniepusha na matatizo, kuniepusha na mabalaa. Kwa hiyo nakuja kugundua baadaye sasa kwamba kumbe hii ni nzuri bwana. Mimi kwa naichukulia fresh tu. Sababu ya kutokusherehekea birthday zako ni kwa sababu ulitokea kwenye maisha magumu na hukuwa na hayo malezi ama mazoea na sasa. Ni kweli, kwa sababu kama mimi napata akili imenikutia gym. Yaani mimi nakomaa kabisa kujua huyu mwanamke, kujua hapa nivae hivi nipendeze, kujua kwamba hiki hapa kitu kizuri, hichi ni mapenzi, umeona bwana, au ni demu, natakuwa nimbembeleze vipi ili anielewe, au nimtongoze demu ili asimame. Maana mimi nimekaa miaka mingi sasa kutongoza mwanamke yani. Wewe unasema? Yani kuisimamisha dada samani bwana, naomba namba simu, hakuna. Ni vyuma tu, hata kama demu nampenda, mtoto mzuri, lakini kumwangalia afu mwisho wa siku inakatika hivyo. Sasa Mudi wewe shemeji mkutana naye vipi? Na una watoto 5 sijui 6. Mimi mke wangu yani mimi kwa ukiacha hata mke wangu, kwa wanawake ambao nakutana nao ni mara nyingi wao wanajikuta wananishawishi sana mpaka nagundua kwamba kuna kitu, na sana washikaji wananiambia bwana mtoto kakuelewa. Kwa hiyo mimi hata wife wangu wakati nakutana naye tayari nilikuwa tayari nishaoa. Ina maana kwa ndoa nilikuwa na miaka 4 hivi. Sema alikuwa ananivuruga sana. Sasa yule pale mke wangu mimi alikuwa kama ananishauri, bwana fanyeni hivi kwa sababu kaka yake mimi ni mwanangu. Kwa hiyo yeye dada yetu ni dada mkubwa. Kwa hiyo tukawa tunamweleza na cheka na fly, namweleza namna gani ilivyokuwa kama boya. Kwa wanawake wanapendaga mtu kama boya hivi ambaye hajui vitu vingi. Ana maana kwamba atamchukua atamcontrol. Kwa mwisho siku nikaja nikamuoa yeye, ndo akanipigia watoto 5. Bana Solea Mudi inafurahisha ndugu yangu. Kweli kabisa, wala sio masiala baba. Una focus sana na mazoezi ndugu yangu. Sana yani hivyo, yani miaka mingi sijaacha mpaka leo hii unaona. Mimi naamini ama kwa namna ambavyo nakufuatilia najua ni bonge moja la muigizaji, na kuna filamu zako kadhaa nimeshazitazama, though kwa mwaka huu miezi kadhaa hakutoa tena kazi. Mimi kajiuliza Mudi, kuna nini ambacho kimetokea? Kazi zimekuwa nyingi, Harmonize anamkeep busy na ndio maana hatoi kazi nyingine za filamu. Nini ambacho kimetokea? Ubize ama kuna namna unajipanga zaidi? Yes, ubize upo, lakini hata kipindi hicho nilikuwa busy. Sina kipindi kile ndio nilikuwa niko busy sana kuliko sasa hivi, kwa sababu hata sasa hivi Konde anajua kwa sababu jamaa kashakuwa mkubwa na tayari yani tushafanya vitu vingi. Kwa hiyo sasa hivi nina muda mkubwa kuliko hata kipindi kile. Issue inakuja kwamba wakati tunaanza kufanya mabalaa yetu mpaka nasuka la toa bodyguard kida, natoa nipe namba nini, movie yanakimbizana, na ukiangalia kweli kazi zangu za kibabe sana. Jana tu nilikuja kutembelewa na mwanangu kutoka Zanzibar, shikaji kama watoto 4 hivi walikuja kwenye party yangu hii. Kwa hiyo walikuwa wamechukua malumu, lakini mwisho wa siku haifa kama waambie waje nyumbani, mbona nyumba kubwa hii. Waambie waje nyumbani wapike pilau, tukachinjia kuku wana kaja kapiga pilau, ngapa sasa kabla pilau hajapoa, angalieni nini? Kazi hiyo. Kwa hiyo tuko tunaangalia kazi. Noma wameo, mwanangu Mudi noma. Cast mbaya, kwa sababu mimi ndani kuna cast za ajabu yani.
Kama ukiangalia bodyguard kila watu tumefinya sana mule, tumeswitch sana. Kuna mwanangu mzungu yule lakini marehemu ina lillahi anajua kafariki mwaka jana mwezi kama wa 12 ajali. Unaona ile kaondoka. Afu kuna mwanangu Maganga naye kama unamkumbuka Maganga ni maarufu sana kwenye movie. Naye niko naye mule lakini naye kaondoka. Kwa mwaka wa jana umeniumiza sana moyoni. Wameondoka wanangu wawili wa kush kabisa yani. Kwa maana hiyo sasa kinachotokea ni nini? Movie ya mwisho Unyama ambayo tulizinduaga pale akaja nini 2023 ile. Mwaka juzi. Sasa ile ndio ilileta malolongo. Kwa nini? Katika timu yangu wote uko vizuri. Mwanangu Buda ndio wanataka sasa hivi waone niko naye. Kwa nini washikaji wakaanza kusema kwamba eti mimi naanza kucheza adui, sijui mimi nacheza kila siku sterlingi, mara yani nicheze scene ambazo wanataka wao, aliyakuwa mimi na direct tunavyopanga vitu, napanga vitu vya professional kabisa. Kwa hiyo movie ile nilikubali kucheza adui, afu baadaye nikamwambia sikilizeni, mimi nimekubali kucheza adui, lakini baadaye nitakengeuka kujua kwamba nimefanya makosa Unyama, nilishaua watu nini, nikamchukua mtoto nikampulizia spray akawa kilema, tukachukua mali tukamchinja baba yake na mama yake tukatembea. Unaona? Ule mzee kwa mtupa mchongo, lakini mwisho wa siku tukabidi tumgeuke tukachukua mzigo tukamuua mke wake na yeye mwenyewe kabaki mtoto mdogo. Kwa hiyo baadaye mimi nishaacha masuala ya mafia, niko nafundisha gym, naona demu kipofu anapita pita. Nikamwambia kumbe toka miaka ile mtoto kamua kwa kipofu, kwa nikapata huruma. Sasa basi nimsaidie, kizikana nipeleka hata India akatibiwe na nini, kwa hiyo nimekichukua kiko ndani, kumbe kitoto kile kimeigiza alipona. Kwa hiyo kile kitoto kimegiwa na wananilima wapelelezi. Kwa story ndio ikawa hivyo. Mwisho wa siku ndio itabidi mimi nidandiwe na nini, washikaji wengine wakapotea. Kwa hiyo movie ile tumeshoot kwa madirector kama watatu, ilikuwa ni ugomvi yani. Unamuita mtu anakuja na shoot, kwa hiyo ikawa kama kuna chuki fulani hivi. Kwa hiyo ikawa imeniumiza kidogo moyoni. Mwaka jana ndio hiyo imeingia, ndio tukapoteza wanangu tena, kazidi kuumiza, lakini sio mbaya. Tunaingia 2026 inshallah tutarudi tena kwenye game, na sababu unajua kabisa kwenye movie watu wanatuangalia sisi, na ndio maana kwa katikati mwaka jana nikapiga vimeo kana Clam Vevo akanichukua yeye master nini nikafinya vibaya yeye mwenyewe dogo. Sasa blaza natosha hapa, nikuongeza sini nyingine hii movie inakuwa ya kwako wewe, kwa sababu wale watoto wamechukuliwa mule, majambazi wamechukuliwa sijui, lakini bado hawatoshi hawamezi yani. Kwa mimi kiingia kucheza mafia anacheza kweli mafia yani. Ndio maana kidogo nikamkamata nikamnyanyua mkono mmoja nikamtolea beto kama kapiga basori fala, unafanya nini wewe, huyu mtoto mdogo namshikia bomba hivyo. Dude mwenye kakubali. Kwa hiyo mimi nafanyaga hii jamaa hata mkude Simba Kitale. Tukutana kwenye makampeni nikamwambia mwanangu, wewe una story kali sana, mwandishi mzuri. Lakini kuna vitu tu vidogo vinakuvuruga. Nini shida? Bana niandaa jambo mwanangu na kustua. Unashanielewa eh? Naandaa jambo la kustua. Ukija kina Sister Lamata nao vile vile wanajua sisi tunafanya kazi. Lakini sasa upande wa ndugu yangu mimi, Konde ana noma, lakini sasa yeye mwenyewe anaogopa kwamba hii namba ikiingia huku siwezi tena kufanya naye kazi. Ushaelewa? Kwa hiyo utakuta kuna Lamata nyono anaogopa, anatamani kunivuta lakini anaogopa. Kwa kila mtu anaona hii cast mbaya hii. Hii ni cast ya ukweli. Unajua kuna cast nyingi za kutengeneza. Lakini kuna nyingine zimekaa tu za nyezi. Zikitokea tu na ili kweli mafia. Hivyo sasa. Kwa hiyo tunazidi kuenda, lakini inshallah kinapotokea chochote kitatokea tu. Anytime tunapata riziki, mwanetu anatusikiliza, lakini pia biashara zetu nyingine zinaendelea kama supplement, gym, nipe namba. Kwa hiyo mambo yanaenda tu hivyo tunapambana na mshukuru Mungu kwa hivyo. Harmonize anakusupport kiasi gani kwenye kutimiza ndoto zako za uigizaji? Na ni support kubwa zaidi kama ndio nilivyokuambia, na ni support, lakini hawezi kuongeza nguvu kubwa kwa sababu anajua akiongeza nguvu kubwa tafsiri yake apatikane mnyama mwingine kama mimi ili awe naye, alafu mimi ndo nisonge front. Kwenye kupatikana mnyama mwingine ndio inakuwa shida. Ushaelewa kwamba kuna nani anaweza kadhibiti ile pengo. Kwa hiyo hata mwenyewe siwezi kumwacha tu dogo kama mwanangu inatosha konde nimekaa sana mwanangu jamii nisonge front. Inakuwa sio baraka. Yeye mwenyewe tena baraka mwanangu mnyama twende. Ndio tunaenda sasa. Lakini sasa mwanangu sio issue. Sio issue. Maana Harmonize anakuamini sana kiasi cha kwamba hataki mtu mwingine. Sana hilo sana yani sana zaidi ya ndugu yani. Isha kutokea scenario, kwa sababu naamini wasanii wanazunguka masehemu mengi sana, maclub na maeneo mengine. Isha kutokea Harmonize akataka kuwekewa sumu labda kwenye kinywaji ama ukashtukia, ama kuna scenario kama isha kutokea? Sumu kwa sumu hapana, lakini kuna mistake za hapa na pale. Kuna chakula unaona chakula sicho, unaona unaweza kukamata wakitaka kusaga juisi unanisagia juisi mimi naionja naangalia iko fresh then na mwanangu fresh. Lakini unasikia tumeenda Zanzibar kuna hoteli fulani sio tukutaja, walitutengenezea majuisi mkuyati sio majuisi ya embe sio nini mwenye kutengeneza nini, lakini mimi nilivyoionja ile nikakamata kipande cha chupa, umeona, nikakikamata nikasikucha nikajua hii chupa nikatoa vipi, bwana utakwalisaga vibaya na nini, lakini mwanangu kama si na tukwenda kunywa mpaka mwaka huo tukaenda tena pale kwa sababu ilikuwa ni mistake tu ya kawaida. Kwa hiyo zinatokeaga hizo, lakini sio kwamba mtu anakusudia, inaweza kawa kwa bahati mbaya au kwa Unahisi Harmonize
hana maadui wengi? Harmonize hana maadui, nafikiri kibongobongo kama maadui labda ndio hiyo mtandaoni, kutupiana maneno, kuongea hivi, na kama siku hizi unavyoona mitandao hii imekuwa kila mtu anaongea ili kila mtu awe famous, kwa sababu hao watu wakina Mwijaku wanavyosonga mbele na kuzidi kuwa wana fan base kubwa ya watu. Kwa hiyo kila mtu anatamani naye msemaji, kila mtu anatamani awe chawa, kila mtu anataka awe anaongea. Kwa mtu mwingine anaongea kitu ambacho hataki, jiweza kuongea kitu point wewe, kwa mimi kitu fulani sikitaki, mwingine akaja akakipindua akaongea tofauti. Kwa hiyo sasa wewe kama utakuwa unajua ushaongea chako cha maana, alafu yule akakupinga, huwezi kummind, kwa sababu yule atakupinga, atakufurahia, yule atakupinga, sio kila mtu atakupenda. Kwa hiyo chuki zipo, lakini zile za kawaida tu, za kama mambo ya kike utoto tu basi, lakini sio kama chuki kama zile nagwa ngoma ndo ngoma na bongo bado. Wewe ni professional bodyguard, lakini pia mfanya mazoezi, unajua kitu ambacho unafanya. Unamjuaje mtu kuwa huyu ni adui, huyu anataka kumdhuru bosi wangu Harmonize? Hiyo unamjua kwanza, jambo la kwanza